Asema kwamba siku ya Kiyama kutakuwa na jua kali litashushwa mpaka hapa karibu, tutaungua, jasho zitatutoka, wengine watafunikwa na jasho, kila mtu atakuwa na lake, kila mtu atakuwa anahangaika sana. Sasa hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumzia watu wa saba miongoni mwa wale watapata vivuli siku ya Kiyama. Asema kwamba sab'atu, katika wale watu saba, yudhilluhumullahu fi dhillihi, watakuwa au watafunikwa na vivuli vya Mwenyezi Mungu. Alhamdulillahi alladhi amara bil adli wal ihsan wa naha anil dhulmi wat tughyani. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ja'ala al-adla asasa al-mulki wa qawama al-haya wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuqima an-nasa bil qist sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ndugu zangu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, sala na salamu zimwendee wa mwisho wa mitume ambaye ni Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fattaqullaha ibadallah, waogopeni Mwenyezi Mungu enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Katika kuingia katika mada yetu ya leo, ni sehemu ya pili kama tulivyokuwa tumeonyesha kwenye kadi yetu kwamba tutamalizia kipande ambacho kilichobaki katika mada ambayo tuliozungumzia wiki iliyopita, unwanul khutba maana al-adli wa ahamiyatuhu iqamatuhu fi dawi al-kitabi wa sunna wa aqwali salaf. Kwa hiyo sehemu ya pili tulianza na aya ya kwanza, ilikuwa ni sehemu ya kwanza kwa sababu tulikuwa tumekusanya pointi zisizopungua 5. Katika pointi zisizopungua 5 tayari tumekwisha zungumzia pointi 2, na pointi ya 3 sasa, nadhani katika pointi ya pili ilikuwa na mambo mengi sana. Sasa tutakwenda haraka haraka kutokana na muda wetu ili tumalize mada hii ya leo. Tutaingia moja kwa moja pointi ya 3. Pointi ya 3, thalithan ahamiyatu iqamati al-adli fi al-Qur'ani al-Karim. Laqad amara Allah bil adli amran sarihan waja'alahu min a'zami al-wajibati. Qala subhanahu ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist. Kwa hiyo katika hii pointi tulizungumzia ambayo ilikuwa ni ya pili. Sasa hii aya tuifanye kuwa kiporo, tuingie moja kwa moja kwenye pointi ambayo ni pointi ya 3. Thalithan, pointi ya 3, al-adlu fi sunnati nabawiyati, uadilifu katika suna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jaati sunnatu muakkidatu lihadha al-asli al-azim. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba jaati sunna, kwamba zimekuja suna muakkida, suna zilizosisitizwa, zilizokaziwa, lihadhihi al-asli al-azim, katika asli hii iliyokuwa kubwa. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi ya kwamba innal muqsitina inda Allahi ala manabiri min nuri alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma ullu. Rawahu Muslim. Hii hadithi amepokea Imam Muslim. Anasema nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Innal muqsitina, hakika wanaofanya uadilifu, inda Allah, kwa Mwenyezi Mungu, ala manabiri min nuri, Allah subhanahu wa ta'ala atawajengia siku ya Kiyama mimbar za nuru.
hawa wanaotenda uadilifu. Anasema alladhina ya'diluna fi hukmihim, ambao wanaofanya uadilifu wanapokuwa na hukumu, anakuwa apindishi haki. Wa ahlihim, na kwa watu wa nyumbani kwake anaofanyia uadilifu. Wa mahullu, na wale waliotawalishwa, ina maana wale viongozi wanakuwa watawala watu wanaofanyia uadilifu pia wanaingia hapa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi inaonyesha kwamba watajengewa mimbari za nuru, watakuwa kwenye neema. Hadithi ya pili ni hadithi ndefu sana. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na akasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sala na salamu ziwe juu yake. Hii hadithi ni ndefu, lakini tulichukua mahalu shahidi. Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Asema kwamba siku ya Kiyama kutakuwa na jua kali litashushwa mpaka hapa karibu, tutaungua, jasho zitatutoka, wengine watafunikwa na jasho, kila mtu atakuwa na lake, kila mtu atakuwa anahangaika sana. Sasa hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumzia watu wa saba miongoni mwa wale watapata vivuli siku ya Kiyama. Asema kwamba sab'atu, katika wale watu saba, yudhilluhumullahu fi dhillihi, watakuwa au watafunikwa na vivuli vya Mwenyezi Mungu au na kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Yauma la dhilla, siku ambayo kutakuwa kuna kimvuli, illa dhilluhu, isipokuwa kimvuli cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni watu gani? Asema wa dhakara minhum, na akataja miongoni mwa watu wao, imamun adilun, yani kiongozi mwadilifu. Inapokuwa imamu, sisi tumezoea kwamba ni yule tu ambaye anawasalisha watu msikitini ndio imamu. Yule sio, yule ni imamu ndiye ambaye anawaongoza watu, na mme katika nyumba yake nyumbani, yeye ndiye imamu. Na vile vile wanapokuwa wametawaliwa watu na kiongozi, yule kiongozi ni imamu. Au wanapenda kuwaita ma leaders. Wote wanaingia hapa, isije kwa kwamba ni yule wa msikitini tu, hapana. Wanawaongoza watu vile vile katika kamati pia ni maimamu, ina maana ni wasimamizi, ni ma leaders ambao wanatusimamia, wote wanaingia hapa. Wa hadha yadullu ala idhami manzilati al-adli, na hii inafahamisha juu ya ukubwa wa sehemu ya uadilifu. Wa annahu sababun lilfawzi biridallahi wan najati yawm al-qiyama. Akasema kwamba wa annahu sababun lilfawzi, asema huo uadilifu ndio sababu ya kufaulu, biridhallah, kuridhiwa na Mwenyezi Mungu, wan najati, na kuokolewa na Mwenyezi Mungu, yauma alqiyama, siku ya Kiyama. Allah atakuokoa ukiwa ni mtu ambaye ni mwadilifu. Hiyo ndio pointi ya tatu. Rabian, pointi ya nne, aqulu salafi fil adli, wanasema wema waliopita. Sasa katika uadilifu, wema waliopita, tukisema salafi ina maana kwamba ni kuanzia maswahaba walioona namna Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya, wakafuata, wakaja tabi'in, wakaja tabi'ina. Sasa katika maswahaba kuna mmoja ambaye al-Faruq Umar ibn Khattab, kauli yake anasema hivi, qala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, anasema Umar ibn Khattab Allah amridhie, kwamba bil adli qamat samawati wal ardh, kwa uadilifu zimesimama mbingu na ardhi. Kwa uadilifu zimesimama mbingu na ardhi. Na kauli iliyokuja ni nyingine hapa, inasema waqala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kutoka kwa Ali ibn Abi Talib Allah amridhie, asema kwamba almulku yabqa ma'a al-kufri wala yabqa ma'a adh-dhulmi. Ali ibn Abi Talib anasema kwamba ufalme unabaki na ukafiri wala aubaki na dhulma. Hapa panahitaji maelezo kwa sababu hapajaeleweka uzuri. Katika kufafanua ni kwamba mtu anapokuwa labda ni kiongozi, anaongoza nchi, anaongoza chochote, lakini ni kafiri, yeye ubaki na ule ukafiri wake. Lakini wala yabqa ma'a dhulmi, ina maana kwamba
habaki na dhulma, bimaana kwamba atakapokuwa ametawala, kama labda mfano Najash alikuwa ni kiongozi ambaye si Muislamu, yuko Abasha, mtume yuko kule Abasha Ethiopia, mtume sallallahu alaihi wasallam akawakusanya maswahaba, akawaambia kutokana na shida mnayoipata, nendeni, kuna kiongozi ambaye ni mwadilifu anaitwa Najash, yuko Ethiopia. Maswahaba wakaenda pale, kina Uthman radhiallahu anhu walikuwemo, mtoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Ruqayya pia walienda Afrika. Ilikuwa ni kundi la kwanza kuingia mapema. Waislamu ambao walienda kuingia walikuwa ni maswahaba. Uislamu ulifika mapema sana Afrika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuma kwa sababu yule kiongozi alikuwa si Muislamu, lakini ni muadilifu. Wala yabqa ma'a dhulmi, lakini akiwa ni si Muislamu, ni kafiri na akawa anafanya dhulma, Allah subhanahu wa ta'ala anauangusha ule ufalme kama alivyoangusha ufalme wa Firauni alayhi laana. Kwa hiyo uadilifu ni kitu muhimu sana. Waqala ba'dhu salafi, wakasema baadhi ya wema waliopita kwamba yaumun, siku moja, min imamin adilin khairu min ibadati 60 sana. Yaumun min imamin adil, siku moja ya kiongozi, leader, imam, mtu ambaye ni muadilifu, siku moja thawabu anazozipata khairu min ibadati 60 sana, yani ni bora kuliko ibada za miaka 60. Mtu afanye ibada ya miaka 60 amfikii mtu ambaye akiwa ni muadilifu. Fahaulai salafu salih adraku anna al-adla huwa asasul istiqrari. Asema kwamba hawa wema waliopita kwamba wamediriki kwamba anna al-adla, hakika uadilifu, asasul istiqrari, ule uadilifu ni asasul istiqrari. Uadilifu ni utulivu pamoja na amani, asasul istiqrari. Wa anna dhulma sababul halaki wa dimari, asema kwamba hakika dhulma ni sababu ya kuhiliki watu, wa dimari, pamoja na kubomoa umma. Hiyo ndio ilikuwa pointi ya 4. Sasa tuna pointi yetu moja ambayo ni pointi ya mwisho. Hii pointi ya mwisho, khamisan, inasemaje? Atharul adli fil mujtami, kwamba athari sasa ya uadilifu katika umma. Ina athari gani? Mtu akifanya uadilifu anaacha athari gani? Ibadallah, waja Mwenyezi Mungu, inna lil adli atharan azimatan, hakika uadilifu una athari kubwa sana. Minhum, miongoni mwa athari hizo, intisharul amni watumanina. Asema kwamba intisharu, hueneza ule uadilifu, al-amn, unaeneza nini? Amani, watumanina, pamoja na utulivu. Nailu, asema kwamba nailu mahabati nasi, kwamba mtu anapokuwa muadilifu kwanza upata mapenzi ya watu. Asema wa thiqatihim. Hii wa thiqatihim ina maana kwamba na ukweli wao na uaminifu wao kwako, wa thiqatihim. Asema kwamba tahqiqul musawati, kwamba kuhakiki, yani uadilifu unaleta usawa baina afradi wal mujtama, kwamba baina ya mtu mmoja mmoja na watu wote. Alqada ala dhulmi wal fasad, kwamba ule uadilifu unafanyaje? Alqada, inakuwa unaleta, alqada ni kitengo maalum ambacho kinakuwa kimewekwa kwa ajili ya kukata kesi, ya kupeleka kila kitu katika uadilifu. Ala dhulmi, juu ya dhulma, wal fasad, vile vile na uharibifu. Anasema kwamba nuzulu albarakati minas samaa, nuzulu albarakati minas samaa, ambapo kuna uadilifu
Allah anashusha baraka kutoka mbinguni. Ina maana watu wakiwa na malengo fulani wanayafikia, watu wakitaka kufanya kitu fulani wanakifikia. Hizi ni kauli za wema waliopita. Asema wa fil muqabil, na katika kubainisha hayo au kinyume chake, fa inna dhulma sababu, hakika dhulma ni sababu ya nini? Asema fa inna dhulma sababu li kharabil umami. Hii li kharabil umami, kwamba dhulma ni sababu ya kuharibu umma. Asema wa zawalu ni'ma, na kupotea neema, wa intisharu alfitan, na kuenea fitna. Katika yale ambayo tulikuwa tumeandaa uadilifu, tunakwenda kumalizia mada yetu katika kuhitimisha maneno ya wema waliopita. Asema al-khatima, mwisho, fattakullaha ibadallah, muogopeni Mwenyezi Mungu, waja wa Mwenyezi Mungu, wa aqimul adla fi anfusikum, jitahidini muwe waadilifu katika nafsi zenu, wa buyutikum, na katika majumba yenu, wa a'malikum, na katika matendo yenu, wa'lamu anna Allaha muttali'u alaykum, na tambueni kwamba Allah anakuoneni kwa yale yote ambayo mnayoyafanya. Asema wasayuhasibukum ala kulli saghiratin wa kabiratin, atakuhesabu Mwenyezi Mungu ala kulli saghirati, katika kila dogo, wa kabira, na kubwa. Mtu atasema siku ya kiyama kwamba mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kwamba ni kitabu gani hichi akikuacha kubwa akikuacha dogo isipokuwa kimeandika. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu msamaha kwa yale yote ambayo tunayoyatenda usiku na mchana, kwa kujua na kwa kutokujua. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum jami'al muslimin wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sala na salam zimwendee mwisho wa mtume ambaye ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ni kwamba katika kumalizia hiki kipande cha pili cha uadilifu, kuna aya ambayo nilikuwa nimeigusa, ilikuwa katika nukta ya pili, lakini nikasema hapana, wacha tuitanue kwa mapana na marefu, kwa sababu tulipata kuzungumzia kidogo wiki iliyopita. Ukifungua Qur'ani ukaangalia sura ya 4 ambayo ni Suratun Nisa, ni aya ya 135. Hii aya inatuambia nini? Anasema Allah aliyetakasika ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist, kwamba enyi mlioamini kuweni qawwamina. Qawwamina ni wasimamizi, bilqist, wasimamizi wa uadilifu. Aya inaendelea kusema kwamba shuhada lillah, mtoe ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Shuhada lillah. Sikiliza sasa mtihani, hili ni swala zito, nalizungumzia tu, lakini hivi tunavyoingia kwenye mifano na hii aya tutalielewa zaidi. Kwanza inarejea wapi? Walau, japokuwa, ala anfusikum, katika nafsi zenu muwe waadilifu. Bimaana kwamba hata kama wewe umeenda vibaya lazima uwe muadilifu.
Kuna mtu ambaye nilimshuhudia, Allah amlipe kutokana na uadilifu wake, nilimshuhudia nikadiriki matukio aina mbili. Tukio la kwanza, alikuwa iko ndani ya gari, akarivesi gari yake, anataka kupaki, akawa amegusa gari ya watu, lakini baadaye akasema kwamba hakuona kama aligusa. Wale waliomo kwenye gari wanamwambia tuliona uligusa kidogo sana, na ukiangalia wallahi ilikuwa ni gari ya thamani kubwa mno. Akapaki gari yake na hakuna aliyemuona. Akaja akatuita na ndugu yangu mmoja ambaye tulikuwepo hapo, akasema njoeni, mimi naona hii gari nimegusa kidogo. Tukaanza kugonga mlango kwa mlango, tunamtafuta mwenye gari yuko wapi. Tukampata mwenye gari, akamwambia njoo bwana. Akaja, unaona hii gari yako tumegusa kidogo. Subhanallah, alikuwa ni mkali. Akasema hapa bwana, hapa hakuna kuelewana, kinachofanyika hapa ni ninyi tu mnaniandikia hivi, watatengeneza hao wasimamizi wa insurance, alafu baadaye kitakachofuatia utalipa, nitakuongezea bili. Kwa basi acha utumie wasaratibu, tumtafute fundi tu ambaye atarekebisha hapa ili tatizo ili liweze kutoweka. Basi yule mtu wallahi thumma wallahi alikataa, akasema hapana, ni lazima mtaniandikia. Basi akamwandikia yule mtu, kakaa muda kwenda, akamtumia karatasi bill, akalipia pesa. Nafsi ya kawaida, shaitani atakuonyesha, ikitokea siku nyingine usiende kumuita, wewe fanya kama hujaona, unatembea mbele. Na wengi wanafanya hivyo. Mtu kwenye parking bahati mbaya amekugusa, naona hakuna anayemuona, anatembea zake mbele. Hayo mengine ni huku kwa Mwenyezi Mungu, lakini huko ni kubaya zaidi kuliko hapa duniani. Siku chache zimepita, mtu huyo wallahi nilikishuhudia kisa hiki. Mtu huyo msikitini anatoka tu, akagusa gari ya watu vibaya, akaipiga kweli kweli. Na safari hiyo ya pili mlango ulikuwa umeumia kweli kweli, umeharibika vibaya sana. Akapaki tena pembeni. Baadaye akawaita watu, jamani mimi niligonga. Na sisi tukaje tukaangalia kwa kweli amegonga. Safari akaona sasa ameharibu, ameua. Tukatoka sisi tukaenda kumtafuta nani? Kumtafuta mwenye gari. Wakaja baadhi ya watu wakapiga mwenye gari iko wapi? Akaja. Sawa. Muislamu akachukua details zote na kila kitu, akasema hakuna shida, bili utaipokea mpaka kesho. Bimaana kwamba yule mtu aliswamehe. Wa pili alifanyaje? Ameswamehe. Mafunzo tunayopata hapa kwamba madamu ulikuwa umeshapiga ile ya kwanza, ungesema hapa sasa nisiende kumwambia mwenyewe niingie mitini, na hivi ni kubwa na ni ya pili, ungeingia mitini bwana. Lakini wallahi alienda akamuona yule mtu, na yule mtu mpaka leo alimsamehe. Kwa hiyo ndio maana Qur'ani inasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu, ni aya 135 katika sura An-Nisa. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist shuhadaa lillah walau ala anfusikum, hata kama ni kwa ajili ya nafsi yako. Hapa ndio tunapokwama. Sikiliza sasa mtihani mwingine ambao tunaupata wa pili, awil walidaini. Hata kama ni wazazi wako wawili wameenda vibaya, usiwakaripie mbele za watu, usiwaonyeshe hali ya kuwadharau, usiwaonyeshe kwamba wao hawana thamani. Calm down, nao tulia. Baadaye wakati mnazungumza katika utaratibu mzuri, waonyeshe nyinyi ni wazazi wangu, lakini hapa mmekwenda kinyume na mafunzo ya Mwenyezi Mungu, ilitakiwa iwe hivi na hivi. Toka kule. Sawa, lakini haki ni hii, wazee wangu mtaniswamehe. Umeona? Ndio aya inasema walau, asema kwa awil walidaini, hata kama ni wazazi wako wawili, wal aqrabina, na watu wa karibu, majirani, wale watu wa karibu, marafiki zako. Mtu unaweza kaona kabisa atendi haki, anafanya mambo ambayo sio, lakini kwa kuwa ni rafiki yako unafunika tu, unatia nguo, unapamba kwa kuwa ni rafiki yako. Lazima umueleze haki. Wal aqrabina, pamoja na watu wa karibu. Allah anaendelea kusema katika hiyo aya, in yakun haniyan au faqiran fallahu aula bihima, ikiwa ni tajiri
au maskini vile vile aambiwe, bwana wewe pamoja na una hela zako pamoja na hivi na hivi, haki ni hii, na ni maskini vile vile aambiwe. Lakini leo akifanya maskini ataambiwa, akifanya tajiri hakuna atakayeambiwa. Kwa hiyo sasa tuwe makini sana. Allah anaendelea kusema kwamba fallahu aula bihima, Allah ndio anastahili zaidi kupewa haki ile. Ina maana kwamba uzungumze ule ukweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Asema kwamba fala tattabi'u alhawa an ta'dilu, wala usifuate matamanio kwenye uadilifu. Usifuate matamanio ya nafsi nataka hivi. Itafute haki iko wapi. Aya inamalizika kusema kwamba, inasema kwamba wa in talu au tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabir. Asema mkipindisha hiyo haki, mkaiacha mkakengeuka, hapa asema kwamba wa in talu, au mkaipuuzia, mkaona ile haki, au mkapindisha, au tu'ridu, au mkapuuzia, mkapindisha, mkafanya hivi, hapo ni pagumu sana. Allah asema kwamba fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, Mwenyezi Mungu amekuwa kwake ni mwenye kujua habari zote mnazozifanya. Kwa hiyo hii ndiyo aya ambayo kwamba itatumalizia mada yetu. Ni aya ambayo inapatikana katika Qur'ani, aya ya 135. Kwa mahala pazingatiwe sana, fala tattabi'ul hawa, msifanye kufuata matamanio. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu, ikiwa mtapuuzia, au tu'ridhu, au mkapindisha, mkakinjuka, mkaiondosha, hata kama ni ndugu, ni mtu wa karibu, unaona anakwenda sivyo, mfahamishe, ndio kumuokoa na moto. Fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Kwa Mwenyezi Mungu amekuwa yeye ni mjuzi, kana bima ta'maluna khabira, ni mjuzi, anajua yeye wa habari zote. Hakuna ambalo unaweza ukamficha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wanaotenda uadilifu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafai rashidin Abu Bakr, Umar, Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi rasulih ajma'in. Allahumma aiz al-islama wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma shfihi mardana warham mautana. Allahumma ja'alna minal adilin. Allahumma ja'alna minal adilin. Mwenyezi Mungu tunakuomba utujalie tuwe miongoni mwa wanaotenda uadilifu ya rabbal alamin. Wajunubna dhulma wadh-dhalimin, wajunubna dhulma wadh-dhalimin, na ututenge, utuweke mbali na wanaodhulumu na wanaodhulumiwa ya rabbal alamin, na ututenge na wenye kudhulumu ya rabbal alamin na wanaodhulumiwa. Wa aslih ulata umurina, wa aslih ulata umurina, na uwasuluhishi ya rabbal alamin viongozi wetu wale wenye kuongoza kwa haki na uadilifu ya rabbal alamin. Waj'alahum hudata muhtadin, waj'alahum hudata muhtadin ya rabbal alamin. Tunakuomba viongozi wetu wawe ni wenye kuongoka na kuongoza na kuifuata haki ya rabbal alamin. Yuqimuna al-adla fi ibadika ya rabbal alamin, wawe ni wenye kusimamisha haki ya rabbal alamin kwa waja wako ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba kila mwenye matatizo uweze kumtatulia. Mwenyezi Mungu tunakuomba kila ambaye na matatizo ya maradhi ya rabbal alamin uweze kumtatulia ya rabbal alamin.
Wewe ndio unayetoa shifa, hakuna anayetoa shifa isipokuwa wewe ya rabbal alamina. Ya rabbal alamina, tunamkuomba kila ambaye ana tatizo lolote la kimaisha ya rabbal alamina, ana uzito na ugumu wa kupata riziki ya rabbal alamina, tunakuomba msogezee riziki zilizoko karibu na zilizoko mbali ya rabbal alamina, uweze kumruzuku wewe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe maisha marefu yenye kheri na baraka, sisi na vizazi vyetu na wazazi wetu na Waislamu wote wa kiume na wa kike katika ulimwengu huu ya rabbal alamina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu wasamehe wazee wetu ambao wametangulia katika makaburi ya rabbal alamina, wasamehe na Waislamu wote kwa ujumla ambao wamelala huko makaburini, ujalie makaburi yao yawe raudha min riyadhil janna. Mwenyezi Mungu, tunakuomba wasamehe madhambi yao waliotenda kwa kujua na kwa kutokujua. Mwenyezi Mungu, tunakuomba sote kwa pamoja tutakapokufa uturuzuku pepo ya Firdausi, utufufue tukiwa pamoja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwe miongoni mwa watu ambao watakaoombewa shifa ya rabbal alamin siku ya kiyama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim salam.